أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amir al-Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, leo nitaeleza kuhusu baadhi ya saraya za zama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika hilo kwanza nitaeleza njama ya kabila Banu Asad na saria Abu Salama. Saria maana yake ni vita ambamo Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe alikuwa hashiriki, lakini kwa ajili ya vita alikuwa akiwatuma wengine. Katika hayo pia tunapata kujua kuhusu vipengele vya sera yake na hekima yake, na kwa namna ambavyo aliwalinda Waislamu na kisha huruma aliyokuwa kuhusu maadui zake. Saraya hizi zinaangazia yote. Kwa vyovyote vile, saria hii ilitokea Muharram mwaka wa 4 Hijria, na Abu Salama bin Abdul Asad Makhzumi aliiongoza vita hii. Jina la Abu Salama lilikuwa Abdullah na kunia yake ilikuwa Abu Salama. Mama yake alikuwa Barra binti Abdul Muttalib, naye alikuwa binamu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa ndugu wa kunyonya wa Hazrat Hamza raziyallahu ta'ala anhu. Yeye alikuwa amekunywa maziwa ya mjakazi wa Abu Lahab Sweba. Hat Ummul Muminin Salama mwanzoni alikuwa ameolewa naye. Hat Abu Salama alishiriki vita ya Badr na Uhud. Katika vita ya Uhud akajeruhiwa. Kwa mwezi mmoja akaendelea kutibu jeraha lake, na kizwahiri jeraha lile likapona kabisa. Sababu ya saria hii ni kama hivi ya kwamba wanafiki waishio Madina na Wayahudi, kwa sababu ya matukio na hali za vita ya Uhud, walianza kusherehekea furaha, na kwa mara nyingine tena mawazo haya yakaanza kuja mioyoni mwao ya kwamba ili kuwaangamiza Waislamu haraka wanaweza kupanga mpango. Vivyo hivyo makabila ya ishio pembezoni mwa Madina, ambayo kwa sababu ya ushindi azim wa Waislamu utokao katika vita ya Badr yalikuwa yamepata hofu. Hata katika mioyo yao pia wazo hilo likaanza kuja ya kwamba katika Uhud Waislamu wameshapata hasara kubwa, hivyo ni nafasi kwetu ya kwamba kwa kuwashambulia Waislamu tuwapatie hasara zaidi, na kwa kupora mali yao tunyanganye mali na fedha yao. Hivyo miezi miwili tu ilikuwa imepita juu ya kutokea kwa vita ya Uhud, ambapo katika makabila haya kabila ambalo kwanza kabisa likafanya mpango wa kuwavamia Waislamu lilikuwa ni kabila la Banu Asad bin Khuzama. Watu hawa walikuwa wakiishi Najd, na kiongozi wa kabila hilo Tulaiha bin Khuwailid na nduguye Salama bin Khuwailid wakikusanya watu wakatayarisha jeshi moja.
mtu mmoja wa banu asad qais bin haris bin umer akiwasihi watu wa kaumu yake nasaha ya kuto kuwashambulia waislamu akasema ya kwamba kaumu yangu, hili si jambo la mantiki. sisi hatujapata hasara yote toka kwa waislamu. wao hawakutuzuru wala hawakupora mali yetu na kutushambulia. eneo letu ni mbali na yasrab, yani kutoka madina, wala hatuna jeshi kama la quraish. quraish wenyewe kwa muda wakaendelea kuomba msaada kutoka kwa waarabu zidi yao. wao nia yao ilikuwa ni kuchukua kisasi kutoka kwao. kisha wakipanda ngamia na kupanda farasi walitoka nje na wakaenda na silaha kubwa na wafuasi wao. nini mna nguvu gani zidi yao isipokuwa nyini mtajitokeza na watu 300 tu, na hivyo nyini mtajitia kwenye shida na mtakwenda mbali na maeneo yenu, na mimi nina hofu kwamba nini mtajitia kwenye shida. lakini wao hawakukubali nasaha yake. upande mwingine taarifa ya mpango wa banu asad wa kuishambulia madina ikamfikia mtume salallahu alaihi wasallam hivi ya kwamba mtu mmoja wa kabila ta walid bin zuhair akaja madina. yeye alikuwa amekuja ili kukutana na mpwa wake zainab ambaye alikuwa mke wa tulab bin umer bin wahab. yeye akampatia mtume saa salam taarifa ya mpango wa banu asad. hapo mtume akaamua ya kwamba kabla ya banu asad kuishambulia madina, waislamu wenyewe kwa ajili ya kujilinda waende wakawawamie. hivyo mtume akamuita hat abu salama bin abdul asad na akamwambia kwamba aondoke kwa ajili ya vita hii, na akasema kwamba nimekuteua kama kiongozi wa vita hii. kisha mtume saa salam akafunga bendera kwa ajili yake na akamwagiza kwamba endelea na safari yako hadi maeneo ya banu asad kabla ya majeshi yao kukusanyika zidi yenu, na kwa kufika huko muwashambulie. jeshi likiwa na masahaba 150 chini ya uongozi wa abu salama likatoka ili kupambana na makabila yale. mtu huyo wa kabila ta yani walid bin zuhair alikuwa pamoja nao kama kiongozi wa kuonyesha njia. katika saria hii masahaba walioshiriki majina yao ni kama yafuatayo: abu sabra bin abi ruhum, abdullah bin suhail bin amr, abdullah bin mukarrama amri, muatta bin fazl, arqam bin abi arqam, abu ubaida bin jarrah, suhail bin bayza, usaid bin huzair ansari, ibad bin bishr ansari, abu naila ansari, abu abbas qatada bin noman, nazar bin haris, abu qatada ansari, abu ayyash suraqi, abdullah bin zaid ansari, khubayb bin yasaf, saad bin abi waqas, abu huzaifa bin utba, salim mola abu huzaifa. masahaba watukufu wakiweka kwenye siri safari yao hiyo walitembea njia isiyo kawaida kwa kasi ili kwa haraka iwezekanavyo wawafikie maadui. wao wakasafiri usiku na mchana. sawa na riwaya moja, sehemu moja ya mchana walikuwa wakijificha na walikuwa wakisafiri usiku. hivyo baada ya safari ya siku 4 wao wakafika karibu na mlima Qatan. kuhusu Qatan imeendikwa kwamba hili ni jina la mlima moja karibu na Faid, na Faid ni jina la mahala pamoja juu ya njia iendayo Kufa, ambapo ilikuwepo chemchem ya banu asad bin huzema. waislamu mara baada ya kufika huko kwa kushambulia wakateka mifugo yao, na katika wafugaji wao wakawakamata 3 na wengine wakafanikiwa kuwakimbia. wakimbizi hawa kwa kufika kwenye kambi ya banu asad wakawapa taarifa ya ujio wa jeshi la waislamu na jinsi walivyowashambulia, na idadi ya jeshi la abu salama wakaieleza kwa kutia chumwi sana. wachungaji hawa wakatumia njia hiyo ya kutia chumwi kwamba jeshi lao ni kubwa mno, kitu ambacho kikawapa hofu sana, na banu asad wakashikwa na hofu kali, na kwa sababu ya kufika kwa waislamu ghafla wakashikwa na haiba kubwa mpaka wao kwa sababu ya hofu wakakimbia hapa na pale.
hata abu salama alipofika kwenye sehemu ambapo banu asad walikuwa wamepiga kambi, ye akaona kwamba adui wamekimbia, na yeye akawatuma watu wake ili kuwasaka na kuwatafuta. hata abu salama akawagawa katika sehemu tatu, sehemu moja ikabaki pamoja naye na zingine mbili akawatuma katika maeneo mbalimbali, na pia akawapa agizo kwamba katika kuwasaka maadui wasiende mbali sana, na wasipopambana na adui wareje nyuma na walale kwake. na pia akawapa agizo kwamba wasitawanike na wawe pamoja, lakini adui kwa sababu ya hofu wakakimbia kwa kasi sana mpaka waislamu hawakuweza kuwapata. hata abu salama akaanza safari ya kurejea madina akiwa na ngawira yote, na mtu ambaye alikuwa ameenda naye kama mwonyesha njia, ye pia akarejea pamoja naye. baada ya kusafiri usiku moja, hata abu salama akagawa mali ya ghanima na akatenganisha sehemu ya 5 kwa ajili ya mtume. mwonyesha njia ye akampatia mali ya ghanima sawa na furaha yake, na mali iliyobaki akawagawia maswahaba watukufu. kila swahaba akapata ngamia 7 na mbuzi wengi, na hivyo kwa kumaliza safari iliyobaki watu hawa kariban baada ya siku 10 wakarejea madina. kuhusu kifo cha abu salama imeendikwa ya kwamba abu salama, hayo niliyoyaeleza maelezo ambayo nimeweka mbele yenu yalikuwa yamenukuliwa na kuchukuliwa kutoka vitabu mbalimbali vya historia, na humo kuna sehemu kutoka kitabu cha sirat khatama nabiyin vile vile. kwa vitu vile kuhusu kifo cha abu salama imeendikwa ya kwamba abu salama kwa ajili ya saria hii aliishi nchi ya madina zaidi ya mausiku 10. aliporejea madina, jeraha lake ambalo alikuwa amelipata katika vita ya Uhud likafunguka tena, na ye akapata marazi, na mwaka ule ule tarehe 3 ya Jamadiul Akhir akafariki dunia. kiongozi wa banu asad Tulaiha bin Khalid ambaye ametajwa hapo, huyu alikuwa mtu shujaa mno na alikuwa maarufu sana, na katika nchi ya Uarabuni alikuwa akifahamika sawa na wanajeshi 1000, na alikuwa na lugha iliyo fasaha sana. mwaka wa 9 wa hijra, pamoja na ujumbe wa banu asad akihudhuria kwa mtume, akakubali islam, lakini kisha akaritadi. na katika maisha ya mtume akiwa mdai mwongo wa utume akawa sababu ya kuleta fitina na ufisadi, na kisha akishindwa katika vita akakimbia nchi. kisha baada ya muda akaja madina na akafanya bayat juu ya mkono wa umar, na hadi pumzi yake ya mwisho akaonyesha uimara juu ya islam. kwa kushiriki katika vita ya Qadsia na katika vita zingine za Kiislam akaonyesha ushujaa wake, na mwaka 21 wa hijra akauawa shahidi katika vita moja. Mwenyezi Mungu mpango wake ulikuwa ni kumjalia mwisho mwema, hivyo ye akapata bahati hiyo na kukubali Islam. kisha kuna saria ya hat abdullah bin unais. hat abdullah bin unais johni alikuwa mwenza wa banu salama katika ansar. yeye alishiriki katika bayat aqba sania, badr na uhud na vita zingine. alikuwa miongoni mwa watu waliovunja masanamu ya banu salama. hata abdullah bin unais alifariki dunia nchini siria mnamo mwaka 54 hijra, au sawa na riwaya zingine mwaka 74 wa hijra. watu waishio madina walipojua kuhusu matukio ya vita ya Uhud, na watu ambao wakielewa kuwa waislamu ni wadhaifu wakapanga mpango wa kuwashambulia. kati yao alikuwepo kiongozi wa kabila banu lihyan, Khalid bin Sufyan hazli lihyani. pia katika riwaya zingine jina lake ambalo limeandikwa ni Sufyan bin Khalid. ye alifikiri kwamba waislamu muda si muda wampata hasara katika Uhud, hivyo ni vizuri kwamba kwa kuchukua faida ya udhaifu wao washambuliwe, na kwa kupora mali yao watiwe hofu. moyoni mwa mtu huyo ilikuwa imejaa uadui wa Islam, na alikuwa na kibri sana. huyo karibu na eneo la Nakhla
au Rafat katika bonde la Urna alikuwa anaandaa jeshi lake, na yeye alikuwa ameendesha kampeni ya kukusanya wanajeshi wa kaumu yake dhidi ya Waislam, na watu wa makabila mbalimbali walikuwa wameshajumuika kwake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipojua kwamba Sufyan bin Khalid ametayarisha jeshi ili kuivamia Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa uamuzi wa hikima na wa kivita ya kwamba badala ya kutayarisha jeshi moja na kulituma ili kupigana na Sufyan na damu imwagike pande zote mbili, itakuwa vyema zaidi kwamba kwa kutumia hikma mtu huyo auawe aliyetayarisha jeshi hilo la uasi. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kazi hiyo muhimu na nyeti akamchagua sahaba wake moja shujaa hat Abdullah bin Unais. Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam kwa kumwita hat Abdullah bin Unais akamwambia maelezo yote ya mpango mzima wa Sufyan bin Khalid, na akasema ya kwamba nenda kimya kimya na umue huyo. Abdullah akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba e Mtume wa Allah, niambie kuhusu maumbile yake. Mtume akasema kwamba utakapomwona yeye haiba itakutawala, na mara baada ya kumwona utamkumbuka shetani. Abdullah akasema e Mtume wa Allah, mimi sijawahi kumwogopa yeyote. Mtume akasema ni sawa, lakini kwa kumwona yeye utashikwa na hali ya ajabu. Hivyo Muharram 5 mwaka wa 4 wa hijra, sahaba huyo akaondoka kwa ajili ya kazi hii. Abdullah anasema nilipofika kwenye eneo la Orna ambalo ni bonde moja karibu na Arafat, nikamwona Sufyan akitembea kwa fimbo, na nyuma yake walikuwepo watu wa makabila mbalimbali walikuwa wameungana naye, na mtu huyo alikuwa hatembei kwa fimbo kwa sababu ya uzee wake, bali katika zama zile ilikuwa desturi kwamba watu walikuwa wakishika fimbo mkononi mwao. Abdullah anasema kwamba yale yote ambayo Mtume alikuwa ameniambia kuhusu yeye mimi nikamtambua mara moja, kwani mara baada ya kumwona mimi nikashikwa na haiba, ilhali nilikuwa si ogopi mtu yote. Hivyo nikasema moyoni kwamba Allah na Mtume wake alikuwa amesema kweli. Wakati ule ulikuwa muda wa swala ya alasiri, na nikapata hofu kwamba nikipigana naye nisije nikakosa swala ya alasiri. Hivyo nikaswali katika hali hii kwamba nilikuwa natembea kwake, na niliswali kwa ishara. Nilipofika karibu yake, ye akaniuliza wewe ni nani? Nikasema kwamba mimi nimetoka kutoka kwa Banu Khuza. Nilikuwa nimesikia kwamba wewe unatayarisha jeshi zidi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hivyo nimekuja kuungana nawe. Ye akasema bila shaka mimi natayarisha jeshi zidi ya Muhammad. Hivyo nikaendelea kutembea pamoja naye kwa muda, kisha nikaanza kuongea naye, na mtu huyu akaonyesha shauku kwenye maongezi yangu. Sufyan bin Khalid akasema kwamba Muhammad bado hajapata mtu kama mimi. Hadi sasa amekutana na watu ambao si mahiri wa vita. Alipofika kwenye hema lake na watu wake wakatawanika hapa na pale, ye akaniambia ewe ndugu yangu kutoka Khuza, uje hapo karibu yangu. Mimi nikaja karibu, akasema ukae. Nikakaa karibu yake mpaka ukimya wa usiku ulipotawala kote kote na watu wakalala. Mimi nikainuka ghafla na nikamua na nikachukua kichwa chake, nikaenda kujificha kwenye pango la mlima. Watu wakaja kunitafuta, lakini hawakupata chochote, hivyo wakakata tamaa na wakarejea kutoka pale. Mimi nikatoka nje ya pango na nikaendelea kusafiri. Nilikuwa nasafiri usiku na nilikuwa najificha wakati wa mchana. Nikafika Madina, na Mtume sallallahu alaihi wasallam mara baada ya kuniona akasema aflahal wajhu, yani uso huo umefanikiwa. Sasa angalieni, swahaba huyo akamjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa unyenyekevu sana na kwa hikma sana, ya kwamba akasema kwa Mtume kwamba aflahal wajhuka ya Rasulallah, ewe Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam,
uso wako umefanikiwa, yaani mafanikio hayo ni kwa sababu yako wewe tu na kwa sababu ya baraka zako na dua zako. kisha abdullah akamweleza maelezo yote na akaweka kichwa cha kiongozi huyo muasi mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. riwaya moja inasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kufika kwa abdullah bin unas alikuwa amewaambia maswahaba zake habari ya mauaji ya sufyan bin khalid. hata abdullah anaeleza kwamba juu ya ufaulu huo na mafanikio hayo mtume akanipatia fimbo moja na akasema kwamba hiyo itakuwa alama kati yangu na kati yako huko peponi, na peponi wewe utaiegemea. hivyo fimbo hiyo ikaendelea kubaki kwa abdullah bin unas mpaka kifo chake, hadi muda wake wa mwisho ulipowadia. ye akawasihi watu wa familia yake ya kwamba fimbo hii muiweke katika sanda yangu, kwamba fimbo hiyo ibaki kati ya mwili wangu na sanda yangu. hivyo watu wa familia wakafuata wasia wake. abdullah bin unas pia anaitwa zulbikhsra, yani mtu mwenye fimbo. hata abdullah bin unas alibaki nje ya madina kwa siku 14 na siku ya jumamosi ambapo zilibaki siku 7 za muharam akarejea. hata mirza bashir ahmad saheb ameeleza maelezo ya tukio hilo litokalo muharam mwaka wa 4 wa hijra, ya kwamba uchochezi wa maquresh na kushindwa kwa waislamu kwa muda katika uhud kulikuwa kunadhihirisha matukio yenye hatari sana. hivyo katika siku zile zile ambapo banu asad walikuwa wamejitayarisha ili kuivamia madina, mtume sallallahu alaihi wasallam akapata taarifa kwamba watu wa kabila banu lehyan kwa sababu ya uchochezi wa kiongozi wao sufyan bin khalid wanaendelea kujumuisha jeshi kubwa katika watani wao urna na nia yao ni kuishambulia madina. mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuwa anajua vizuri sana hali ya makabila ya uarabuni na nguvu ya viongozi wao, mara baada ya kupokea taarifa hiyo akaelewa kwamba hayo yote ni kwa sababu ya uchochezi na mpango wa kiongozi wa banu lehyan sufyan bin khalid. na mtu huyo kama akiuawa, basi watu wa banu lehyan hawezi kuthubutu kuishambulia madina. na pia mtume alikuwa anajua kwamba min ghairi ya sufyan kwenye kabila lake hakuwepo mtu ambaye aweze kuwaongoza watu wake. hivyo akiwa na wazo hilo kwamba nikituma jeshi kupambana na banu lehyan yawezekana kwamba waislamu wapate shida na pia njia hiyo ifungue mlango wa kumwaga damu zaidi, mtume akatoa pendekezo kwamba mtu fulani aende na akipata nafasi aamue mwanzilishi wa fitna na njama hiyo, sufyan bin khalid. hivyo mtume akamtuma abdullah bin unas ansari kwa kazi hii, na kwa kuwa abdullah alikuwa hakumwona sufyan, hivyo mtume akamwambia abdullah kuhusu maumbile ya sufyan na akasema kwamba uwe na tahadhari, sufyan ni kama shetani. hivyo abdullah bin unas kwa umahiri sana akafika kwenye kambi ya banu lehyan ambao kwa kweli walikuwa wakijiandaa ili kushambulia madina. na wakati wa usiku akamua sufyan. banu lehyan walipojua wao wakaja kumtafuta abdullah, lakini yeye kwa kujificha akafanikiwa kutoka nje. na mbele ya mtume saa salam abdullah bin unas alipokuja, mtume kwa kumwona sura yake akamtambua kwamba amekuja na mafanikio. hivyo mtume akasema kwamba aflaha alwajha, uso huo naona umefanikiwa. abdullah akasema na akasema vizuri sana ya kwamba aflaha wajhuka ya rasulllah, ewe mtume wa allah, ufaulu huo ni kwa sababu yako wewe tu. wakati ule mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia fimbo yake kama zawadi na akasema kwamba fimbo hiyo itakusaidia huko peponi ili kuegemea. abdullah akaendelea kutunza fimbo hiyo kwa ikhilasi na kwa upendo mkubwa, na wakati wa kufa akatoa wasia kwamba fimbo hiyo izikwe pamoja naye. hivyo ikafanya hivyo. mtume saa salam jinsi alivyoonyesha furaha
baada ya kurejea kwa abdullah na akampatia zawadi. Hiyo inatuambia kwamba mtume saa salam alikuwa anaelewa vizuri sana kuhusu fitna ya sufian bin khalid, na mauaji yake alikuwa anaona kama ni sababu ya rehma kwa amani ya watu wengine. maadui wa islam wanaleta shutma zidi ya mtume wakisema kwamba mungu apishe mbali, yeye aliharibu amani na akamwaga damu ya wanadamu. mtume saa salam alikuwa ana huruma ya watu, na hali yake ndiyo hii kwamba kwa ajili ya kuwasalimisha watu wa kabila la uadui akatoa pendekezo hilo kwamba kumua mtu mmoja ni bora ili watu wake wengine wasalimike. hiyo ilikuwa hali ya huruma yake kwa wanadamu. katika zama hizi, kwa kutumia uzuru wa watu wachache, wanaendelea kuwaua watoto, kina mama na wazee wasio na hatia, na kisha wanasema kwamba hiyo inatokea katika vita. mtume salallahu alaihi wasallam alikuwa akitoa amri hata kwenye vita kwamba wasiwaue watoto, wazee na kina mama na watu ambao hawahusiki na vita. huo ndio mfano wa muhammad salallahu alaihi wasallam na mafundisho ya kiislam. sasa nitaeleza kuhusu saria raji kwa kuwa maelezo yake ni marefu, hivyo nitaeleza sehemu yake tu. na saria hiyo kwa sababu ya amiri wake marsad bin abi marsad inaitwa saria marsad bin abi marsad, lakini jina maruf ni raji. raji ilikuwa chemchem ya banu huzail inayopatikana katika hijaz, na jina lake la kisasa ni batia, ambayo ina umbali wa kilomita 70 kutoka makka katika maeneo ya kaskazini. saria hiyo ilitokea mwaka wa 4 wa hijra mwanzoni, sawa na ibn ishaq na ibn hisham. saria hiyo ilitokea katika mwaka wa 3 baada ya uhud, na katika bukhari kwenye sharha yake fathul bari na muahib imeandikwa kwamba saria hiyo ikatokea katika mwaka wa 3. kutoka idara yetu ya tahkiki tumepokea maelezo fulani, na kwa sababu ya maandiko hayo inatokea tofauti katika baadhi ya tarehe, lakini wale wanaofanya tahkik inawezekana kwamba ripoti hiyo iwe yenye faida kwa ajili yao. basi nasoma hapa. wanasema kwamba katika vitabu ya historia na sera na katika bukhari, saria rajia na matukio ya bere mauna yamegongana, na baadhi ya waandishi wa sera wameeleza habari hiyo. na pia kosa moja limetokea humo kwamba waandishi wengi wa sera wanasema kwamba saria hii ya rajii ilitokea mwaka wa 4 wa hijra katika mwezi wa safar, na wanasema kwamba khubayab na zaid waliuzwa katika makka, lakini kwa kuwa miezi ya huruma yani heshima ilikuwa inaanza, hivyo watu wa makka wakawafunga ndani, na miezi hiyo ilipokwisha wao wakawaua. waandishi wa sera wanaeleza habari hiyo, lakini tukifanya tafakur tunapata kujua kwamba miezi yenye heshima ni minne, yani zikada, zihilja, zilhija na muharram, na mwezi wa 4 ni mwezi wa rajab. sasa saria hii ilikuwa imetokea katika safar. miezi mitatu yenye heshima ilikuwa imeshapita tayari, na mwezi wa 4 wenye heshima ulitakiwa kuja baada ya miezi minne kutoka safar. hivyo tukikubali habari hiyo kisha kusema kwamba miezi yenye heshima ilikuwa imeshaanza ni kinyume cha akili, na kama kulikuwa hakuna miezi yenye heshima, sasa hakuna sababu ya kuwaweka ndani. na watu wa maka ambao walikuwa na nia ya kuwaua mara moja na kupoza moto wa kisasi chao, walikuwa na haja gani kwamba wangewaweka kwa muda mrefu na wangebeba matumizi yao juu yao? waandishi wa sera na wanahistoria wanasema kwamba tukio hilo likatokea katika mwezi wa safar mwaka wa 4 wa hijra. wao hawakuinua swali hilo. sisi tuna njia moja au mbili tu tuseme kwamba jambo hili kuhusu miezi yenye heshima na jambo hili kwamba walifungwa kwa muda mrefu si sahihi, au tuseme kwamba hayo yote ni sahihi.
kwamba miezi yenye heshima ilikuwa imeshaanza na watu hawa wakaendelea kukaa kwa makafiri kwa muda mrefu, lakini hapo tutalazimika kukubali kwamba waandishi wa sera wamekosea kutunza historia na tarehe ya saria hiyo, na wanahistoria ambao ni wachache wameeleza jambo ambalo ni sahihi ya kwamba walipouzwa katika maka wakati ule mwezi wenye heshima yani zikada ulikuwa umeshaanza tayari. hivyo katika sirti ibn ishaq ambayo ni kitabu kizuri cha sera na ibn hisham wameeleza historia na tarehe ya saria raji. wamesema kwamba saria hiyo ilitokea baada ya vita vya uhud katika mwaka wa 3 wa hijra, na ibn hajar pia katika fathul bari ameeleza kwamba tukio hilo likatokea mwishoni mwa mwaka wa 3 wa hijra. na katika kitabu kingine cha sera muwahibul dunia pia imeandikwa hivyo. inaonekana kwamba saria hiyo ilitokea katika mwezi wa shawal mwaka wa 3 wa hijra kwenye siku zake za mwisho, na kwa kuwa katika mwezi wa safar mwaka wa 4 wa hijra Hazrat Khubayb na Zaid walikuwa wameuawa shahidi, na taarifa yao ilipofika Madina katika riwaya mbalimbali tarehe hiyo ikaanza kujulikana. Allah anajua vizuri zaidi. sababu ya kutokea kwa saria hii ndio hii ya kwamba saria yani saria abdullah bin unas imetajwa humo kwamba kiongozi wa banu lehyan sufyan bin khalid alikuwa ameuawa, na kwa sababu yake kabila hilo likajawa na moto wa kuchukua kisasi, na wakaanza kutafakari usiku na mchana kwamba watumie mbinu gani ili kulipiza kisasi kutoka kwa waislamu. hivyo watu wa kabila hilo wakaja kwa kabila azal na qara. watu hao walikuwa mahiri katika kurusha mishale. azal lilikuwa kabila tawi la kabila la banu hon bin khuzama, na qara kabila pia lilikuwa tawi la hon ambalo lilikuwa likijinasibisha na dash. banu lehyan wakawaambia kwamba nini mwende kwa muhammad saa salam katika madina na mumuombe kwamba yeye awasindikize watu wake wachache pamoja nani ili wao wafanye kazi ya mahubiri katika kabila lenu, na sisi tuna imani kwamba muhammad sallallahu alaihi wasallam atatuma watu wake pamoja nani, na muhammad saa salam wenzake watakapokuja pamoja nani sisi tutawauza kwa watu wa makka na tutapata hela kubwa, hela nyingi, na watu wa makka watawaua. hapo tutachukua kisasi na pia sisi tutawapatieni sehemu ya kutosha kutoka mali hiyo. hivyo kwa mpango huo watu 7 wa kabila la azal na qara wakaja madina katika sura ya ujumbe, na wakaenda kwa mtume na wakasema kwamba katika kabila letu tumepata umaarufu kuhusu islam, hivyo utume watu wako pamoja nasi ambao wafanye kazi ya mahubiri. katika muda huo huo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametayarisha kundi la watu 10 ambao wafanye kazi ya ujasusi na waweze kuchunguza hali ya maka. ujumbe huo ulipofika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akawatuma watu hawa pamoja nao. sawa na riwaya moja mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametuma watu 7. ibn hisham ameandika kwamba mtume alikuwa ametuma masahaba 6 pamoja nao, ilhali ibn saad amesema kwamba walikuwa 10 na ameeleza majina ya watu 7. katika sahih bukhari kuna habari ya watu 10, na katika vitabu vingi vya sira wametajwa masahaba 10, lakini majina 7 tu yanapatikana ya maswahaba. mtume sallallahu alaihi wasallam akamteua ahsan bin thabit, na wengine wamesema kwamba akamteua marsad bin abi marsad ghanami kama amiri wao. hat musleh maud radhiyallahu ta'ala anhu anaeleza ya kwamba katika mwaka wa 4 wa hijra makabila mawili ya warabuni azal na qara
wakatuma wajumbe wao kwa mtume saa salam na wakasema kwamba katika makabila yetu watu wengi wameelekea upande wa islam na wakamwomba kwamba watu wachache ambao wanajua kuhusu mafundisho ya islam wapelekwe ili wao waishi kwao na wawahubiri kuhusu dini hiyo mpya. Kimsingi hiyo ilikuwa njama ambayo ilikuwa imefanywa na maadui wa islam banu lehyan, na shabaha yao ilikuwa ndiyo hii kwamba ujumbe wao utakapowaleta waislamu, ujumbe huu waliopeleka utakapowaleta waislamu, wao watawaua na watachukua kisasi cha mauaji ya kiongozi wao Sufyan bin Khalid. Hivyo wao wakawapatia tamaa wajumbe wa Azal na Qara ili wawalete waislamu na wakawapeleka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wa Azal na Qara walipofika kwa mtume na wakamwomba ombi hilo, mtume saa salam akaamini jambo lao na akapeleka watu 10, yani waislamu 10 pamoja nao kwamba wao wawafundishe kuhusu itikadi za islam na mafundisho yake. Watu hao wakaenda huko na kisha matukio mengine yakatokea ambayo nitaeleza katika siku za usoni. Leo tena ningependa kusema kuhusu wanajumuiya wa Yemen waliotiwa ndani, haswa mama huyo ambaye ni sadrlajna wa huko. Yeye ametiwa ndani na kwenye shida, na wapo wengine wachache ambao hawako tayari kukubali jambo lao, wametiwa ndani. Mufanye dua makhsus, Mwenyezi Mungu afanye mpango ili wao wapate uhuru. Pia mufanye dua kwa ajili ya Wahmadi wa Pakistan waliotiwa ndani. Muendelee kuwaombea watu wa Palestina. Inaonekana kwamba hali inaboreka lakini zinaharibika tena, na serikali ya Kiisraeli inaendelea na zulma yake. Mwenyezi Mungu awaokoe watu hawa kutoka zulma yao, na pia awajalie waislamu kutimiza haki yao. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله